na sijui nani alidanganya kuwachocholesha kwenye mfumo. Naanza kwenye hatua ya kijiji. Mwenyekiti wa kijiji mpaka leo hii ana transfer ardhi, anauza, anasimamia ununuzi wa kuuziana ardhi na anachukua kitu kinaitwa 10% mpaka leo hii ninavyozungumza. Namba 2, mmetunga mabaraza ya ardhi ya kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mabaraza ya ardhi ya kata yanawajibika halmashauri. Ukitoka pale, huyu mwenyekiti wa baraza la ardhi anawajibika halmashauri, chini ya wale wanasheria wa halmashauri. Ukitoka pale ukienda kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya, mwenyekiti yule au hakimu yule hawajibiki popote zaidi ya wizarani. Lakini hiyo kesi ikishatoka mahakama ya ardhi ya wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitaka kukata rufaa unaenda mahakama kuu ya kawaida. Huu mfumo huu tangu lini usitarajie makesi au migogoro? Kila mtu anawajibika anapojua yeye. Lakini mmeenda mbele zaidi. Haya mabaraza ya ardhi ya kata hamuwalipi hata posho. Na ndio maana mabaraza ya ardhi ya kata yanatenga kesi, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanawaambia parties unatakiwa uchange 1,500 na wewe 1,500, yanaenda site. Yaani mabaraza ya ardhi ya kata sasa hivi ni mahakama ndogo, tena watu wanaona bora ya mahakama. Taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa, Mheshimiwa Moto. Naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Sigrada. Sio kweli mabaraza ya ardhi ya kata kwamba hawalipwi. Mimi nimefanya kazi Wizara ya Fedha. Nimeidhinisha malipo mengi tu yanayohusika na vikao vya mabaraza ya kata ya ardhi. Asante. Mheshimiwa Sigrada, unapokea taarifa? Asante kwa taarifa. Taarifa nilizonazo wanapewaga posho 10,000. Kwa hiyo kama ni hizo unamaanisha napokea, lakini hawana mshahara, trust me. Kama mimi mwongo, fuatilia. Huenda ulikuwa unalipa wrong person. Baba yangu mdogo mwenyewe ni mjumbe kwenye baraza. Kwa hiyo nina taarifa zote. Naendelea, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetumia dakika 1. Ukifika mahakama ya ardhi ya wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, unakata rufaa kwenye mahakama kuu ya kawaida. Lakini huyu mwenyekiti wa baraza la ardhi administratively anakuwa treated na wizara. Ukija kimahakama anakuwa treated na mahakama kuu. Unawezaje kusolve migogoro ya ardhi kwa staili hiyo? Wenye viti wa mitaa ambao kuna watu walipendekeza hapa ambao wanafanya kazi ngumu sana kwenye nchi hii, na wakati wa uchaguzi mmekuwa mkiwatumia sana, hawana hata posho. Mheshimiwa Mwenyekiti, atashindwaje kuhukumu kesi ya Juma na John waliopigana usiku mtu na mume wake achukue 50,000? Ndio maana leo hii mtu akigombana na mke wake asubuhi, jioni wamepatana, anawaza kienda ofisi ya kijiji, hela atakazotozwa bora wapatane tu na mke wake. Mimi nakwambia ukweli, vijiji vimekuwa vikinyanyasa watu, vikitoza mara ya mgambo, mara sijui ya mlinzi. Vijiji vimeenda mbele zaidi, vinaweka wananchi hadi lock up. Hawana posho. Walipeni posho hao wenye viti hata 100,000 kwa mwezi. Mnawatumia sana, hamwapi chochote, ndio maana wanahukumu kesi wanategemea posho wamnyonye mwananchi. Ofisi za vijiji na kata tulitarajiwa iwe ni huduma kwa wananchi na sio iwe ni biashara kama ambavyo iko sasa hivi. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukichukua maeneo ya umma kwa lengo la miradi ya serikali. Sio kosa, lakini sheria imeenda mbele zaidi. Sheria inayoitwa The Land Acquisition Act, manake sheria ya kutoa eneo. Lakini imeenda mbele zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sheria ile imeruhusu serikali kuchukua eneo la mtu yoyote wakati wowote pale ambapo lile eneo ni kwa maslahi ya umma. Lakini sheria hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, imeenda mbali zaidi, subject to compensation. Huruhusiwi kuchukua eneo la mtu, uwe serikali uwe mtu binafsi, hata kama ni kwa mradi wa serikali, kama hujalipa fidia. Lakini sisi kama serikali tumegeuza kwamba kwa sababu mradi ni wa serikali na mmeenda mbele zaidi, mnadanganya wananchi kwamba ardhi ni mali ya serikali. Aliyewaambia ardhi ni mali ya serikali nani? The law is too clear. Sheria iko wazi. Imesema all land is public under the trusteeship of the president.
Maana yake ni nini kwa tuliokimbia shule? Ardhi yote ni mali ya umma. Rais ni mdhamini tu. Tusidanganye wakulima wa viazi vijijini, tunachukua maeneo yao, mnaisha kusema ni mradi wa serikali, ni mradi wa serikali. Tulipe fidia pale tunapopitisha miradi ya serikali. Na kumekuwa na changamoto, bahati mbaya siku hizi, leo unakutana na waziri huyu, kesha ameshatenguliwa, anakuja mwingine. Tumekuwa na matamko ya kisiasa. Tukifika kwenye vijiji, kwenye mikutano ya siasa, tunaahidi kuwalipa watu fidia. Kesho na kesho kutwa, yule waziri aliyeahidi ameshatenguliwa, anakuja mwingine, hana taarifa yoyote. Solution, hakuna mwenye hati miliki na uwaziri wake kwa sasa hivi. Naweza nikasema tofauti na miaka ya nyuma, unakaa miaka 5. Kwa hiyo ukirudi tunakuhoji, bwana uliahidigi. Sasa hivi anaahidi mwingine, atakayerudi ni mwingine. Ndio maana migogoro haiishi. Tatizo linaanza upya kwa sababu huyu aliyekuja hajui. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo wa maafisa ardhi kwenye nchi hii. Kuna mbunge mmoja amezungumza hapa asubuhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, maafisa ardhi wa halmashauri zetu wanawajibika wizarani, lakini yuko ofisi ya mkurugenzi. Anawajibika wizarani, yuko ofisi ya mkurugenzi. Na mambo haya mlibadilisha mwaka 2020. Lengo lilikuwa ni nini? Huwezi kutatua migogoro afisa ardhi wa halmashauri ya mji hawajibiki kwa mkurugenzi, anawajibika wizarani. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti. Hawa watu lazima tujue wanawajibika TAMISEMI au Wizara ya Ardhi iwe na mandatori yake, au wawe na mamlaka yao kama ilivyo TANESCO, kama ilivyo EWURA na mamlaka nyingine. Na ndio maana kuna contradiction hata kwenu wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya hii mfumo mlioitengeneza. Lakini jambo jingine amelizungumzia mtu mmoja, mheshimiwa mmoja hapa, mambo ya uwekezaji haya. Hivi aliyetudanganya kwamba mwekezaji ni mtu special wa kuhurumiwa ni nani? Kwa sababu nchi hii wananchi wakilalamika, kuna mwekezaji. Hakuna mwekezaji, naweza nikatumia neno mgumu, hakuna mwekezaji mjinga kwenye dunia hii. Mwekezaji yeyote akija, ameshapiga hesabu zake, ameziweka mfukoni. Ila sisi sasa tunaona amekuja kutuokoa katika watu wanaonyanyasa wananchi kwenye nchi hii. Wananchi wa maeneo husika ni wawekezaji mnaotuletea. Na anakuja na full document. Wananchi wanahitaji kushirikishwa. Ukimshirikisha, hana shida. Anakuja mwekezaji, awe wa madini, awe sijui wa nini, anakuja ana full document. Kijiji hakina taarifa. Ila anasema kuna mwekezaji amekuja. Wakati sheria ya uwekezaji inataka huyu wenyeji washirikishwe namba 1. Lakini namba 2, Mheshimiwa Mwenyekiti, inataka wenyeji kama kuna ajira kwenye huo uwekezaji ndio wao wa kwanza kuajiriwa. Mwenyekiti, nasikitika kutaarifu kwamba Njombe ni miongoni mwa maeneo ambao wawekezaji wanawanyanyasa wananchi, na ninashukuru Mungu kuna siku uliadresi kwa data vizuri sana hapa. Tuna mwekezaji anaitwa DL. Wamekuwa wakiandamana wananchi kila siku. Mheshimiwa alishaelezea vizuri sana kwa sababu yupo kwenye jimbo lake Njombe mjini. Amekuwa kinyanyasa wawekezaji wafanyakazi sana. Lakini Mheshimiwa Samia mwaka jana alipokuja alimpa ahueni kwamba uchukue hela CRDB, sisi serikali tunakudhamini. Amechukua zile pesa, amepeleka kwenye makampuni yake mengine ya Kenya na Uganda. Mheshimiwa Siglada, unaongelea Njombe, lakini ngoja kwanza kuna taarifa pale. Nimeona Mheshimiwa Naibu Waziri amesimama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa kanuni ya 78, kanuni ndogo ya kwanza ambayo inaongelea kuhusu utaratibu. Ningependa kujua kanuni ya 74, kanuni ndogo ya kwanza inasema bila kuathiri masharti ya ibara ya 100 ya katiba yanayolinda na kuhifadhi uhuru wa mawazo na majadiliano katika bunge. Mbunge ukienda inasema mbunge hatatumia lugha ya kuudhi inayodhalilisha watu wengine. Mheshimiwa Sigrada wakati anazungumza ametumia maneno ambayo yanadhalilisha wawekezaji. Na anasema hakuna watu wanaoongoza kwa kunyanyasa raia kama wawekezaji. Lugha hii ni ya kuudhi
ni lugha ambayo inadhalilisha wawekezaji wanaokuja kuwekeza fedha nyingi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini kama haitoshi, inaweka rehani nguvu kubwa anazotumia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kuvutia wawekezaji kwenye nchi yetu. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini Mheshimiwa mbunge anayezungumza anavunja utaratibu wa bunge kwa kutunza staha na kulinda watu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa, naomba niongeze. Tunaenda na moja moja kwanza. Mheshimiwa Siglada, kuna maneno kwamba... Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ndio tunaowatafuta, hawa ndio wako nyuma ya wawekezaji. Ndio maana wawekezaji wanakuwa na viburi sana. Hakuna lugha ya kuuzi niliyotumia, nimeongea uhalisia. Lakini pili, mimi nilishaambiwa humu sijitambui. Kwa hiyo fanya kama hayo maneno ameongea mtu asiyejitambua. Naendelea Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Siglada, polepole. Maneno kwamba wananyanyasa wananchi. Manake kimsingi unatakiwa uje na ushahidi hapa. Sasa kwa vile huwezi kutoa ushahidi, ni bora ukayatoa. Ushahidi ninao, na ni Njombe ambako DL wamefukuza wafanyakazi wote walioandamana mwezi uliopita kudai mishahara yao, na barua ninazo. Kwa hiyo simple tu. Mheshimiwa Siglada. Ndio. Natakiwa kuleta ushahidi huyo. Naomba tuende polepole. Yaani anaongea na kiti sasa hivi, msimchanganye Mheshimiwa Siglada. Maneno kwamba wawekezaji wananyanyasa wananchi. Manake huna muda wa kuleta huo ushahidi hapa. Kwa hiyo ni bora ukayaondoa kwa wakati mwafaka. Kwa wakati mwafaka ukaleta hoja yako kuhusiana na jambo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi dhambi nizo nazo zinatosha. Siwezi nikabadilisha lugha kwa sababu naamini kweli wananyanyasa. Sasa niseme uongo? Ndio lugha sahihi. Wanawafukuza, hawawalipi mishahara, watu wanaandamana kila siku. Hilo tutumie lugha gani, kwamba wanawapenda au? Kunyanyasa nayo imekuwa ni debate. Kwa mujibu wa kanuni zetu, hautakiwi kubishana na kiti. Utakiwi kubishana na kiti. Aidha utoe hayo maneno au usiendelee kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni babangu, mlezi wangu, kwa heshima yako na yaondoa. Tunaendelea. Mheshimiwa Siglada, bahati mbaya muda wako na wenyewe umeisha. Malizia kwa sekunde moja. Malizia. Na washauri wizara, hebu wachunguze huu mfumo wa mabaraza ya ardhi ya kata, mfumo wa ofisi za vijiji na mfumo wa baraza la ardhi wilaya. Mfano Njombe tuna mahakama moja mkoa mzima. Hakimu huyu azunguke nchi nzima. Kama imewashinda hiyo formula, rudisheni kwenye mahakama za kawaida. Kesi za ardhi zianzie mahakama ya mwanzo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.